Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hili ni somo la 6 la robo ya kwanza ya mwaka wa 2026. Robo inayosema kuunganisha mbingu na dunia. Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Na leo ni Februari 4, siku ya Jumatano. Tunaiangazia mada inayosema imani ya Kristo. Hoja kuu ya Paulo haipaswi kutoeleweka. Kulikuwa na mabadilishano ya ajabu aliyoyapitia katika barabara ya Dameski, akibadilisha maisha yake ya zamani yaliyojengwa juu ya sheria kwa kuwepo kwa Kristo mwenyewe, ili nipate Kristo tena nionekane katika yeye. Wafilipi sura ile ya 3 aya ya 8 na ya 9. Kupatikana katika yeye, yaani katika Kristo, ni kirai cha ajabu. Soma wa Efeso 1 aya 4 na Wakorintho wa pili aya 21 katika sura ile ya 5. Wakolosai 2 aya ya 9 na Wagalatia sura ile ya 2 aya ya 20. Kulingana na vifungu hivi, unadhani Paulo anamaanisha nini kwa wazo hili? Paulo kurejelea kuwa katika Kristo kumejadiliwa sana. Haishangazi, huenda maelezo yake bora zaidi yanatoka kwa Paulo mwenyewe. Yaani, kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia, naam, katika yeye huyo. Waefeso sura ya 1 aya 10. Hilo limekuwa kusudi la Mungu tangu mwanzo. Paulo anaweka wazi jinsi hilo linavyotokea. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 1 ya 30. Kuwa katika Kristo kunajumuisha kila kitu ambacho ni sehemu ya mpango wa wokovu. Kuanzia mwanzo wa utambuzi wetu wa kiroho, yaani hekima, hadi kuhesabiwa haki kwa imani, haki hadi kujiandaa kwa ajili ya kwenda mbinguni, yaani utakaso, na hatimaye hadi kutukuzwa wakati wa kuja kwa Yesu mara ya pili, yaani ukombozi. Wokovu ni kazi ya Kristo tangu mwanzo hadi mwisho, kwa ajili yetu na ndani yetu. Hivyo, kwa kumpata Kristo tuna kila kitu tunachohitaji. Soma Wafilipi sura ile ya 3 aya 9. Ni mambo gani mawili ambayo Paulo anayatofautisha, na kwa nini tofauti hii ni muhimu kuikumbuka daima? Paulo alipotambua kuwa na haki ya mtu mwenyewe si haki halisi, kwa sababu sheria haiwezi kutoa uzima. Tazama Wagalatia sura ile ya 3 ya 21 na 22. Kristo pekee anaweza kwa njia ya imani, na si imani yoyote tu. Hata hivyo, mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Yakobo sura ile ya 2 ya 19. Imani pekee inayookoa ni imani ya Kristo. Imani yake pekee ndiyo imetii kikamilifu na inaweza kutii. Neno la Kiyunani linalotafsiriwa imani, pistis, pia linamaanisha uaminifu. Kwa hiyo, tukiwa katika Kristo naye anaishi ndani yetu, Wagalatia sura ile ya 2 ya 20, basi tunaishi kwa imani yake kupitia imani yetu kwake. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ni Februari 4, siku ya Jumatano, imani ya Kristo.
Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nasi sasa na hata milele. Amina.